Ukiachana na mbio za ubingwa ndani ya ligi ya NBC Premier League, kuna mbio kubwa, mbio nyingi ambazo zinaendelea. Tetesi za usajili, ushindani wa wachezaji, nani anaondoka na nani anaingia, sakata la Prince Mfumulelo Dube, Stefan Aziz Ki na mengine mengi kuhusiana na kocha mkuu wa klabu ya Dar es Salaam Africans. Vipi kuhusu Nasri bin Nabi? Mambo yote tunayapata hapa na tutakwenda kuyajadili moja kwa moja, na tutaanza na sakata kubwa ambalo lipo mbele yetu, swala la mazoezi kurejea kwa klabu ya Dar es Salaam Africans katika viunga vya mazoezi kujiweka sawa na kumalizia mzunguko wa ligi kuu ambao itaanza hapa tarehe 15 tu mwezi huu, ili kukamilisha duru la pili na duru la mwisho kabisa la ligi kuu Tanzania bara. Twende moja kwa moja tukaijadili timu yetu pendwa ya Dar es Salaam Young Africans. Lakini wewe shabiki wa Young Africans, usisahau kusubscribe, kwa sababu hapa ndo sehemu pekee utakwenda kupata mambo ya muhimu, mambo ya msingi kuhusiana na klabu yako ya pendwa ya Dar es Salaam Young Africans. Unaambiwa klabu ya Young Africans hawajawahi kucheza, hasa linapokuja swala la usajili. Wamekuwa wakiwa makini sana, na ndio maana tunasema klabu ya Young Africans kwa sasa wanachokifanya ni kwamba kama au hutaki utaondoka tu. Kikubwa jitume, jitoe kwa ajili ya furaha ya mashabiki, wanachama na heshima ya klabu kubwa Tanzania, klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Na kubwa zaidi ambalo tunakwenda kulizungumza ni kuhusiana na mchezaji Stefan Aziz Ki ambaye amekuwa akizungumza sana kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Young Africans, lakini mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans, kocha ajaye, amemkataa Stefan Aziz Ki, na tunajua kocha ndiye mwenye mbinu zake na ni kwa nini kamkataa, licha ya kwamba yeye halimhitaji mwanzoni kabisa na kumleta kwenye kocha Young Africans na akafanya makubwa. Sasa tumekuwa tukijiuliza, na hisi mimi na wewe tunaweza kuwa tunajiuliza maswali sawa sawa. Niambie kwa maoni yako, unahisi ni sahihi kwa kocha huyu kumzuia au kuzuia usajili wa Stefan Aziz Ki kwa vigezo vya kwamba fedha zake za kumlipa ni nyingi, zinaweza zikatumika kulipa wachezaji zaidi ya mmoja. Lakini pia sakata lingine ambalo amelizungumza ni kwamba Stefan Aziz Ki hawezi kujitoa kama alivyokuwa anajitoa mwanzoni, na anajua hilo kwa kupitia mifano halisia na hasa nature ya mpira wa Tanzania ulivyo. Swala hilo wewe kwako limekaaje, ndugu mwanamichezo? Lakini swala lingine ambalo linaendelea kwenye kikosi cha Young Africans ni kwamba kocha amehakikisha kwamba Aaron Super Okello anakwenda kuwa mchezaji bora ndani ya kikosi cha Young Africans kwa msimu unaokuja, na anawaambia kwamba hatakuwa ni mchezaji ambaye ashikiki, mchezaji mwenye thamani kubwa nchini Tanzania. Amesema tumesikia stori za wachezaji wengi wakiwemo kina Fiston Kalala Mayele ambao waliwahi kuiteka ligi ya Tanzania. Sasa amesema mwingine ni Aaron Okello ndo anakuja kumbadilisha kuwa kinara wa kila kitu kwenye vilabu vyote, na atakuwa ndo icon wa ligi kuu Tanzania bara. Sijui tuamini maneno yake au tumpe muda, na tutakuja kumkosoa kwa kile ambacho amekisema, kwa sababu sisi sote kazi yetu ndo ile ile. Lakini usisahau kabisa, twende tukazungumzie swala lingine kubwa kuhusiana na Prince Mfumulelo Dube, lakini pia na bwana mkubwa Depu. Una maoni gani kuhusiana na sakata hili? Unahisi ni sahihi kwa klabu ya Dar es Salaam Young Africans kuachana na Dube badala ya Depu, au unaona ni sawa kabisa klabu ya Young Africans kuachana na Depu na kumwacha Prince Mfumulelo Dube, ambaye kwa sasa kuna striker ambaye yupo kwenye mazungumzo na klabu ya Dar es Salaam Young Africans na anaitwa Aran Diara ambaye anakuja kujiunga na klabu ya Young Africans kama mazungumzo yatakwenda kukamilika mwisho wa msimu huu, atajiunga na klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Sasa tujubili tuone ni kipi gani ambacho kinakwenda kuendelea, au unasema wote waondoke ili aje bwana mkubwa Aran Diara kwenye kikosi cha Young Africans? Usahau kusubscribe na kuniambia kwenye comment shabiki wa Yanga kutokea maeneo gani. This is Yanga Blaza, this is Yanga Blaza, this is Yanga Blaza.